Wizara ya mambo ya nje ya Iran imetupilia mbali rasmi madai yaliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuwepo kwa mazungumzo yenye tija kati ya pande hizo mbili huku mzozo ukiendelea. Kupitia kauli yake, Iran imesisitiza kuwa hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea kwa sasa, tofauti na alivyodai Donald Trump katika mtandao wake wa kijamii. Rais huyo wa Marekani alidai kuwa ndani ya siku mbili zilizopita kulikuwa na mazungumzo mazuri na yenye tija, na hata akaamua kuahirisha mashambulizi yaliyokuwa yapangwe kulenga miundombinu ya nishati ya Iran kwa muda wa siku 5. Hata hivyo, Iran imekanusha vikali madai hayo, ikieleza kuwa ni mbinu ya kisiasa yenye lengo la kushusha bei ya mafuta duniani na kununua muda kwa ajili ya mipango ya kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amesema wazi kuwa taifa lake halioni sababu yoyote ya kuingia kwenye mazungumzo wakati linaendelea kushambuliwa. Kupitia taarifa hii ambayo waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameikanusha kwamba rais wa Marekani Donald Trump hajafanya mazungumzo na kiongozi yeyote wa Iran, kutokana na kile ambacho amekieleza wazi kwamba Marekani ipo kwenye mazungumzo na Iran kwa takribani siku 2 zilizopita, na amesitisha vita kwa muda wa siku 5 kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump, na amesema kwamba wanapima kiwango cha mazungumzo kitakavyokuwa hadi kwa hivi sasa. Tathmini halisi ya hali hii ni kwamba inaonekana kwamba Irani haitaki kabisa kushuka kwa bei ya mafuta kwa sasa, kwani hali ya mzozo imeifanya kunufaika kiuchumi kupitia bei ya juu ya nishati. Lakini pili, licha ya kauli za kukanusha hadharani, kuna uwezekano mkubwa kuwa mawasiliano ya chini kwa chini yanaendelea kati ya viongozi wa pande zote, na hii inaonekana kutokana na uwepo wa taarifa nyingi zinazotofautiana kutoka kwa vyanzo mbalimbali. Lakini pia hali ya sasa inaonyesha mkakati wa kuvuta muda kutoka pande zote mbili. Wakati Rais Donald Trump akiahirisha mashambulizi hayo kwa siku 5, Irani nayo inaonekana kupunguza kasi ya majibu ya moja kwa moja, hali inayoashiria uwepo wa hesabu za kimkakati. Lakini pia kuna uwezekano wa hatua za kiusalama kuchukuliwa na Marekani pamoja na Israel, ikiwa ni pamoja na kudhibiti mawasiliano ya viongozi wa Iran, hasa kupitia mifumo ya kijasusi kama Sino Intelligence. Kwa kweli bado kuna sekeseke kubwa kuhusiana na hiki ambacho rais wa Marekani Donald Trump amekizungumza dhidi ya Iran, kwamba kuna mazungumzo yanaendelea baina yao, lakini pia amesitisha vita kwa muda wa siku 2, kwa muda wa siku 5, kitu ambacho kimepingwa vikali na Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran kupitia waziri wake Abbas Araghchi. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.